Sisi tuko hapa tena kwa ajili ya kudiscuss zile dakika 90 ambazo tumetoka kuzitazama. Dakika 90 zimekuwa nzuri, kila timu ikiondoka ikiwa imescore kwa siku ya leo, lakini good luck kwa Simba. Leo hiyo umeondoka na ushindi pamoja na alama 3. Ubora wa Simba ulikuwa wapi leo sisi? Ubora wa Simba ulikuwa kwenye, nafikiri kwenye game management, na ili uweze kumanage game na kupata alama 3 inabidi utawale wapinzani wako kimbenu. Ukiangalia namna Simba walivyocheza game ya leo, unaona kabisa walikuwa wanawatawala KMC. Japo KMC hawakuwa wanyonge kiasi hicho, waliwapa ushindani ambao ulionyesha baadhi ya madhaifu ya Simba, ikiwemo aina goli lilofungwa, si ndivyo? Kwa hiyo naamini Simba walimanage kupata alama 3 muhimu zaidi kuliko vyote. Lakini kitu cha pili, kwenye game hiyo hiyo wamepata kitu cha kuondoka nacho, au note ya kuondoka nayo, kwamba hii imeshaanza kuwa tabia kuruhusu magoli aina fulani. Kwa hiyo naamini kitu muhimu zaidi kwao ilikuwa ni alama 3. Ubora wao kwenye mbinu ulikuwa wapi? Nafikiri kwenye pre-match analysis tulionyesha ni momenti zipi za kimbinu ambazo wanaweza wakawa wanazitawala, na kama sikosei wameweza kufanya hivyo, na ndio maana wamepata alama 3. Moment ya kwanza tulisema ni zile nyakati ambazo wanakuwa na mpira. Kwanza kana mpira, keep the ball, keep possession, si ndivyo? Lakini kitu cha pili, create chances nyingi as unavyoweza. Lakini una create chances nyingi as unavyoweza, una convert ngapi? Kwa hiyo nafikiri hicho ndio kitu ambacho wameenda kukifanya, na ndio maana wameondoka na alama 3. Kikubwa walichokiboresha ni walichotoka kukiboresha kwenye mechi iliyopita dhidi ile ambao wametoka kushinda 5, kwa maana kwamba operations zetu kwenye final third, kwenye theluthi ya mwisho ya tunapoelekea kwa mpinzani wetu, tunafanya vitu gani? Masuala ya utengenezaji wa nafasi, kwanza combination ya wachezaji, utengenezaji wa nafasi na umaliziaji. KMC haikuwa timu ambayo ina press sana Simba. Kwa hiyo nafikiri nikianzia kwenye nusu ya KMC sitakuwa nimekosea, si ndivyo? Mara nyingi sana si tunajua mara nyingi mtego wa Simba ni kuwavuta wapinzani wao, si ndivyo? Lakini discipline ya KMC nyakati ambazo Simba walikuwa na mpira, kuwa nyuma ya mpira wengi hasa kwenye nusu yao ilikuwa kubwa. Hatukuona zile moments ambazo ni mtego kwa Simba, kwamba eti Simba wakiwa wanafanya build up, by the way ni 4-2-3-1 dhidi ya 4-4-2. Hatukuona moments zile ambazo eti Simba anafanya build up kumvuta KMC, afu KMC akawa anavutika bila tahadhari. Moment ambazo tuliziona nyingi ni KMC wanafanya ile half block half press, kwamba kuna sehemu tuta apply pressure, kuna sehemu tutawashinikiza nyinyi mkosee, lakini sio huko kwenu, tutakusubiria kwetu ndio tuwashinikiza mkosee. Lakini kuna sehemu sisi tutaweka block. Ndio walichokifanya, kwamba leo mara nyingi walikuwa na block zaidi kuliko kupress. Kwa hiyo hatukuona zile moments za superiorities, kwamba eti wana press haya, eti Simba wafaidika na superiorities, amna. Au kuingia kwenye mtego wa Simba kwamba wao attracted watengeneze spaces katikati ya mistari. Nyakati nyingi walikuwa na block na kuwasubiri Simba zaidi kwenye nusu yao. Sasa kwenye nusu yao walikuwa na formation yao ya kuzuia. Nyakati nyingi sana, kwa namna ambavyo mimi nimeona, walikuwa wanazuia na mtu mmoja mbele, nyuma yake kunakuwa na watu wawili, kwa maana kwamba Pasco pamoja na Ken Ali chini yao ndio walikuwa wanacheza ubaliko. Walivyokuwa wanafanya ilikuwa inaweza kuzuia Simba wasifike kwenye nusu yao. Lakini kwa Simba combinations play, improvisation na mchezaji mmoja, kwa maana kwamba ile kitu ambayo inamtofautisha mchezaji wa KMC na wa Simba ndio kilichowaokoa zaidi na kupata magoli yale. Kwenye hizi moments Simba walifaidika zaidi, na tulisema Simba wakiwa kwenye nusu ya mpinzani mara nyingi wana dominate zones. Unaona wale viungo washambuliaji ambao walikuwa huwa wanacheza pembeni wanaenda katikati ya mistari, au hizi tunaita half spaces. Ni kujaribu kuattract hawa ndani, au hawa ukipanda pembeni ni kuattract hawa waende pembeni. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya KMC ni kwamba zile nyakati ambazo Kapombe pamoja na Nouma au Zimbo kipindi cha pili wakiwa wanapanda, basi Chambo pamoja na Ali walikuwa wanarudi, au Redemptus kipindi cha pili. Lakini kwenye zile njia za katikati, hizi njia za pembeni walikuwa wanajaribu kuepuka hizi situations za Kapombe na Kibu kuweza kumfanyia Hans hizi situations za wawili dhidi ya mmoja, au upande wa Nouma akipanda Mutale au Waua kuweza kumsababishia Lanso situations za wawili dhidi ya mmoja. Kwa hiyo walikuwa na track back vizuri, na kuna zile nyakati kwenye njia za katikati ambazo Simba walikuwa wanazipenda sana. By the way, Ahua leo hajacheza sana katikati ya mistari, na namna KMC walikuwa wanazuia ni ngumu sana kupita katikati ya mistari yao, kwa sababu walikuwa na watu watatu ambao hawachiani space kubwa sana kwenye 4-1 yao. Nyakati nyingi sana Ahua alikuwa anakuja pembeni kuja kutengeneza hii sasa inakuwa ni tunasema sio triangle tena, inakuwa ni kama superiority fulani hivi. Wanaenda kutilt ule upande, wanaenda kutafuta ile tunasema functional play, sio positional play. Positional play Mutale kila mchezaji angesubiri mpira kwenye position yake, lakini walikuwa wanasogea ule upande ambao mpira upo, wanakuwa wengi kutumia superiorities, functions za mchezaji mmoja wote kwa pamoja, uwezo binafsi, wanatoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine. Kitu ambacho kilikuwa kinasababisha
hata KMC nao kuwa attracted. Sasa hii space inayopatikana katikati ya mstari ndio maana Kibu ana strike, Mutale ana strike. Na Mutale mara nyingi ndio alikuwa anacheza huko ndani. Ndio maana unaona kwenye situations naweza kusema magoli yote mawili. Goli lilipikwa, Kibu mpira ulitoka kwake ukaenda kwa Mutale, Mutale akampasia nafikiri kati ya Ukajefa na Ngoma hapa katikati, ukarudi tena kwa Mutale, akafanya ile 1-2 kugongeana na Kibu mpaka wakaenda kwa pit, wakapika ile goli. Ni kwa sababu walishindwa kwa kutumia ile tu tactics, normal tactics. Ilikuwa ngumu kubreak hii kwa sababu hapo watatu na nyinyi mpo watatu, lakini nyinyi mmetanua zaidi. Kwa hiyo hao kwa mmoja wao walikuwa wanaweza kuzuia, lakini kutofautisha ule uwezo individual technical ability ya Mutale ikawa kubwa zaidi kubreak home style, kwa maana kwamba kufanya ile penetrative run na mpira wakati huo pia na kulikuwa kuna combination ya penetrative runs na passes. Kwa hiyo alikuwa anavunja mstari wakati huo na yeye ana penetrate kukimbia. Kwa hiyo naamini hicho ndio kitu bora walichokiongeza zaidi kwa siku ya leo, operation zetu kwenye third ya mwisho wa mpinzani. Creation na chances na kufunga, lakini walifungwa goli, si ndivyo? Udhaifu wao ulikuwa wapi kwenye kufunga goli? Ni baada ya kupoteza mpira Simba wanafanya nini? Yes, tunajua script yao kwenye baada ya kupoteza mpira, kitu cha kwanza wata counter press. Kitu cha pili watakuwa kwanza na zile recovery runs nzuri. Kila mchezaji atarudi kwenye nafasi yake. Lakini kitu cha tatu watakuwa na ile rest defense. Ukiangalia kwenye goli lilofungwa Simba, hivyo vitu vyote vilikuwepo. Kwanza wali counter press vizuri. Yes, ikashindikana. Lakini ku counter press mara nyingi huwa inafanikiwa mara chache kwa sababu ni kitendo ambacho kinatakiwa kifanyike in millisecond. Lakini kitu cha pili, recovery runs. Wachezaji wa Simba walikuwa 6 kwenye nyuma ya mpira mpaka wanafungwa goli. Kitu cha tatu, wana rest defense bora. Lakini kitu kingine ni kwamba goli kama lile walishawahi kufungwa, kama sikosea mechi iliyopita au kabla iliyopita. Ni goli ambalo kipa wao anaangaliwa kajiposition wapi mpira unawekwa. Wapinzani wanakevu. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho wakirudi kwenye uwanja wa mazoezi wanatakiwa wafanyie kazi positioning ya Kamara, wafanyie kazi naweza nikasema hata namna gani mpinzani akawa na mpira wenyewe ni Simba. Kwa nini mnampa ule muda, nafasi ya kumwangalia kipa wenu kuwa creative kukevu. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho pia wanapaswa kuboresha kuelekea kwa RS Berkane. Vipi unaweza sema rotation inasaidia? Of course kwa sababu ya squad management. Una manage nini? Injuries zisitokee, lakini hata energy levels za wachezaji zisiishe. Wa maintain, wasipocheza pia i-maintain, si ndivyo? Wanaganda au ile misuli na umesoma science Unafanyaje? Mimi siwezi kuelezea kwa Kiswahili, lakini scenario naweza nikaelezea. Mtu usipofanya mazoezi muda mrefu ile misuli ina shrink, afu mwisho wa siku hata siku kishtukiza kuvutika unapata injuries, si ndivyo? Kwa hiyo anawapa zile dakika ambazo ni kama mazoezi. Kwa hiyo naamini anavyo rotate ina maana anawapunguzia muda mwingi ili wasichoke, kwa maana kumanage injuries pamoja na uchovu, lakini pia anaendelea kuwapa game time ili waendelee kuhisi wapo sehemu ya msimu. Unajua usipocheza siku 14, usipocheza wiki 2 au siku 10 kwenda mbele unajihisi kama mbona siko kwenye msimu hivi, si ndivyo? Kwa hiyo nafikiri kwao inawasaidia. Based on meritocracy, unaenda kukutana na RS Berkane. Wewe ni Fadlu Davids, una Kibu Dennis Prosper, una Joshua Mutale Budo. Unarudi kwenye performance kwa sababu mchezaji obvious unapanga current performance, ndivyo? Unaenda kwenye performance ya mechi 5 zilizopita. Utampanga nani? Based on meritocracy. Kwa mimi nitaenda na, kama mimi ndo Fadlu, nitaenda na Mutale. Kwa sababu Mutale amekupa vile vitu vyote vya Kibu, afa akakupa na numbers. Sijui kama mmemzingatia. Kwa maana mdaule Real walipokonya point yangu ya kwamba ndo MVP wa viporo. Perfect, kwa sababu ukiangalia work rate yake haipo tu Simba ikiwa na mpira, Simba isipokuwa na mpira. Kumbuka kwa Kibu watu wana discuss hivi. Kibu bila mpira Simba anaipa Simba uhai, si ndivyo? Lakini yeye anakupa ule uhai pia ikiwa na mpira. Bila mpira ndo kama ile anaelewa Simba impoteza mpira sasa hivi, si ndivyo? Na umepotea kwa sisi wachezaji wa mbele, Mkwala, mimi, Aua na Kibu yeye mwenyewe, si ndivyo? Natakiwa nifanye nini? Anaenda na upokonye ule mpira kutoka kwa kiungo na wanajibu shambulizi. Kumbuka shambulizi linalojibiwa hapo mbele ni goli, si ndivyo? Linakuwa karibu zaidi na kipa wa timu pinzani. Hiyo ni kitu cha kwanza. Goli la kwanza, Simba ina mpira, mimi kama kiungo mshambuliaji natakiwa nifanye nini? Natakiwa nionyeshe vitu vitokee. Umeona? Timu ikishindwa, yani sisi as combination play tukishindwa, mimi natakiwa nionyeshe kitu kitokee, ni penetrate either kwa kupiga pasi au kwa mimi mwenyewe na mpira. Ndio vitu alivyofanya. Kwa hiyo ukichukua zile mechi 5 za mwisho kama wewe ndo Fadlu Davids kwenda kukutana na RS Berkane based on meritocracy. Kwa hapo Kibu D
Mashabiki wengi hawatakuelewa kwa sababu alichokupa Kibu miezi yote karibu 10 iliyopita, si ndivyo? Lakini kwa hichi alichokupa kwenye mechi 5 zilizopita, kuanzia kujituma, uwezo binafsi kwa maana individual technical ability, understanding ya mbinu, utakwenda na Mutale. Na ukimwacha utaonekana mchawi.